Ni matumaini yangu kwamba nyote ni wazima. Ni matumaini yangu kwamba nyote ni wazima. Imempendeza Mungu Injili ya Yesu ikapate kuhubiriwa mahali hapa. Na ni vyema tuamini, tuombe. Alafu Mungu akaliongoze neno lake sawa na mapenzi yake. Nakushukuru Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaki, Mungu wa Yakobo. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Kwa kuwa umependezwa neno lako Bwana likapata kuzungumzwa mahali hapa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu Bwana. Mungu, naomba ukafungue mioyo yetu ili tukapate kulipokea neno lako sawa sawa na makusudi na mapenzi yako Bwana. Acha hili neno likageuze mioyo yetu kutoka kwa njia ambazo hazikupendezi Bwana. Acha hili neno likalete toba ndani ya mioyo yetu Bwana. Acha hili neno likaweke hofu ya kutoka kwa njia ambazo ni chukizo mbele zako Mungu. Mungu, ndio ukatutakase, ndio ukatusafishe kwa damu ya mwanao. Damu ya thamani iliyomwagika pale msalabani Kalvari kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu Bwana. Mungu, nasema kwamba ibilisi shetani ni mwizi ambaye amekusudia kuimba nafsi za wanadamu Bwana, kuteketea pamoja nazo pale jehanamu Bwana. Mungu, ndio ukazuie hili kwa mkono wako wenye nguvu Bwana. Ndio ukatusaidie kwa kuwa hatuna uwezo, lakini unasema yote aliye ndani ya mwanao ambaye ni Yesu Kristo ana nguvu na mamlaka ya kumshinda mwovu ibilisi Bwana. Mungu, ndio ukatusaidie na ukatupe uwezo Bwana. Ndio ukatusaidie tukapate kutembea katika njia ambazo zinakupendeza Mungu. Na ni katika jina lako Yesu Kristo uketie mkono wa kuume wa Mungu Baba, uliye mkombozi na Bwana, uliye mwombezi wetu, tumeomba na hata kuamini. Amina. Acha tukaangalie maandiko. Acha tuangalie maandiko ambao ni neno la Mungu, neno ambalo ni takatifu. Kitabu cha Yohana 10. Kitabu ni Yohana mtakatifu, sura ni ya 10, mstari wake ni wa 10 pia. Hivi ndivyo maandiko yanasomeka. Tutasoma kwa uwezo wa Mungu. Mwizi huja ili aibe. Mwizi huja ili aibe, kuua na kuangamiza. Hivyo ndio maandiko yananiambia na yanakuambia wewe uliye mahali hapa. Wewe ambaye unasikia hii sauti. Hivyo ndio Mungu aliye juu mbinguni anazungumza na mimi na anazungumza na wewe pia. Kwa kuwa Mungu anaheshimu mwanadamu, yeye anaheshimu neno lake peke yake. Yeyote ambaye ataishi maisha ya kwenda kinyume na neno la Mungu anabaki kuwa adui wa Mungu. Kwa hivyo nituwe makini sana kwa kile ambacho Yesu Kristo anaenda kunena mahali hapa. Tuwe makini sana, tuwe wasikivu sana na tuwe watiifu. Tusiwe watu wa kusikiliza neno la Mungu. Tuwe watendaji wa neno. Kile ambacho neno linakuamurisha utende, enda ukatende hicho. Kama unataka kuwa rafiki namba 1 wa Mungu na Yesu Kristo. Usiwe tu msikiaji wa neno na ukisikia unaliwacha hapo hapo. Hapana. Enda ukatende kile ambacho neno linakuamurisha. Maandiko yanatuambia mwizi huja ili aibe, kuua na kuangamiza. Lakini Yesu anasema mimi nimekuja ili wapate uzima kisha wawe nao tele. Huyu mwizi ambaye Yesu anamzungumzia hapa ni nani? Huyu mwizi ni shetani, ibilisi, ambaye alileta vurugu mbinguni na akachapa vita na malaika Mikaeli na shetani akateremshwa chini duniani. Ukiangalia kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 12, shetani kwa sababu ya kiburi chake, shetani alijaribu kupingana na Mungu. Alijaribu kutaka kuabudiwa kama Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Na Mungu akamwambia hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Shetani kwa vile alikuwa amepewa uwezo, alidhani ya kwamba ana nguvu ya kushindana na Mungu.
akasahau kwamba hizo nguvu alizo nazo zinatoka kwa Mungu, sio uwezo wake. Mungu mwenyewe kupingana na shetani alimtuma malaika Mikaeli, na malaika Mikaeli wakamshinda shetani ibilisi kwa damu ya Yesu Kristo na neno la ushuhuda wao. Shetani akatupwa chini duniani, na yeye ndiye huyo mwizi ambaye maandiko yanamzungumzia mahali hapa. Wewe ndiye mwizi ambaye amekusudia kuiba nafsi yako, na tayari amekwisha kuiba nafsi za watu wengi ambao wako makanisani leo lakini wanaenda kinyume na neno la Mungu, ambao wako makanisani leo lakini wanakaa maisha machafu, ambao wako makanisani leo lakini hawafuati kile ambacho sauti ya Mungu inawazungumzia. Wewe ni mmoja wao. Je, wewe ni mmoja wao? Wewe ni mmoja wa wale ambao shetani amekwisha kuiba nafsi zao? Shetani ni mwizi. Shetani kazi yake ni kuiba. Shetani kazi yake ni kuua. Shetani mapenzi yake na makusudi yake ni wewe na yeye muangamie pamoja jehanamu milele na milele. Jehanamu haikutengenezwa kwa ajili ya wanadamu. Mungu hakutengeneza jehanamu kwa sababu ya wanadamu. Mungu alitengeneza jehanamu kwa ajili ya shetani na malaika waasi. Lakini yeyote ambaye atakataa kumwamini Yesu Kristo na kama maisha ya utakaso, maisha matakatifu, atateketea pamoja na shetani jehanamu katika moto na mateso ya milele na milele. Umechagua kutumikia maisha yako ya umilele wapi? Maisha yako ya umilele umechagua kuyatumikia wapi? Jehanamu ama paradiso? Maisha yako ya umilele umechagua kuyatumikia wapi? Mbinguni au jehanamu? Penye unaishi leo, penye unakaa leo katika ulimwengu ambao tunaishi, hiyo ndio inatuonyesha ni mahali gani umechagua. Kama wewe ni mtumwa wa dhambi, kama wewe ni mtumwa wa dhambi, inaonyesha wazi wewe unatumikia shetani, na mwisho wako ukifa umilele utautumikia jehanamu. Lakini kama wewe ni mtumwa wa haki, kama wewe ni mtumwa wa haki, mtumwa wa Yesu Kristo, inadhihirisha wazi umilele wako utautumikia mbinguni kwenye kifua cha Ibrahimu. Utaketi meza moja na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ni maisha gani umekuwa ukiishi? Ni maisha gani umekuwa ukiishi katika hili soko la Kongowea? Wakati unashona nguo, wakati unauza nguo, umekuwa ukiishi maisha gani? Je, ndani ya moyo wako ni kipi kimejaa pale? Ndani ya moyo wako umejaa na tamaa ya wanawake, umejaa na tamaa ya wanaume, ama ndani ya moyo wako kumejaa tamanio la kufanya mapenzi ya Mungu? Ni kipi ambacho kimejaa ndani ya moyo wako? Ukiwa katika soko la Kongowea, ukiwa ndani ya kanisa, ukiwa nyumbani na mke wako, ukiwa nyumbani na mume wako, ni kipi ambacho kinazungumza ndani ya nafsi yako? Umekuwa ukiishi maisha aina gani? Umekuwa ukiishi maisha aina gani? Umekuwa ukikaa maisha aina gani? Ndani ya kanisa, nje ya kanisa, maisha yako yanafanana na maisha ya Yesu Kristo, au maisha yako ni ya kiburi kama shetani ibilisi? Mungu ametuma hii sauti kuonye, pia ametuma hii sauti nionye, ili kama nakaa maisha ya unafiki nikapata kutubu na kugeuka. Mungu ametuma hii sauti kuonye wewe pia ambao unanisikia, ili kama unakaa maisha ya kinafiki ukapata kutubu na kugeuka. Usiendelee kutumikia dhambi,
Usiendelee kukaa maisha ya ubatili. Hata ukapata ulimwengu wote, hata ukapewa ulimwengu wote, na hauna Yesu Kristo ndani ya moyo wako, vyote vitakuwa ni ubatili, ubatili, ubatili mtupu. Itakuwa ni sawa na kukimbiza upepo. Katika ulimwengu kuna watu wana pesa nyingi sana, lakini maisha yao ni ya kunyanyasa maskini, maisha yao ni ya kunyanyasa wengine. Wewe sio mtu ambaye ndani yake kuna upendo wa Kristo. Wewe sio mtu ambaye ndani yake kuna upendo wa Kristo. Wewe ni mtu ambaye moyo wake umejaa na kiburi, na ni mwana wa ibilisi Shetani, na akifa pasipo kufikia toba ya kweli, apatanishwa na Mungu kupitia damu na mwili wa Yesu Kristo, hiyo nafsi itaangamia milele na milele jehanamu. Kama kuna kazi ambayo Shetani amejaribu sana kuifanya duniani leo, ni kuweka amani ya uongo ndani ya mioyo ya wanadamu. Ukae ndani ya kanisa ukiwa shoga, ukiwa mwasherati, ukiwa mzinzi, na utasikia Roho wa Mungu akikuconvict ili ukapate kutubu na kuacha ile tabia. Shetani ameweka amani ya uongo ndani ya mioyo ya wanadamu ili ukufe katika huo unafiki na uingie pamoja na yeye jehanamu. Kitu kimoja ambacho nimekielewa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ni kwamba kila mtu anatamani akiondoka ulimwenguni aingie mbinguni. Kila mtu anatamani akiondoka ulimwenguni aingie mbinguni, lakini watu hawataki kukaa maisha matakatifu. Watu hawataki kukaa maisha ya utakaso, lakini wanataka warithi mbingu. Kama unataka uingie mbinguni, ni lazima hapa duniani ujikatae hadi uikane nafsi yako mwenyewe. Hivyo ndio Yesu aliwaambia watu, na hivyo ndio Yesu anakuambia hadi leo. Yesu anasema vyema kabisa, yeyote ambaye anataka kunifuata lazima ajikane mwenyewe na aukane ulimwengu. Lakini watu wanapenda dunia, watu wanapenda ulimwengu, watu wanapenda maisha yao, watu wanapenda zinaa, watu wanapenda pombe, watu wanapenda maisha ya anasa, maisha ya ubatili, na wana matamanio ya kuingia mbinguni. Ukitaka kuingia mbinguni, upende usipende, lazima uishi sawasawa na neno la Mungu linavyokuamurisha. Hautarithi ufalme wa mbingu wakati kazi yako ni kulala na wake za watu. Hautarithi ufalme wa Mungu wakati kazi yako hapa duniani ni kulala na mabibi za watu. Hautarithi ufalme wa Mungu wakati kazi yako hapa duniani ni kulala na wanaume za watu, mabwana za watu. Hawezi ukarithi ufalme wa Mungu ukiwa katika ujinga na upumbavu kama huo. Sahau mbingu, sahau mbingu. Hautarithi ufalme wa Mungu wakati kazi yako ni kufanya uasherati mahali hapana ndoa. Haiwezekani. Yesu anasema ukitaka kunifuata lazima ujikane na ukane ulimwengu. Hivyo ndio Yesu anasema. Kama unapenda zinaa, kama unapenda zinaa, penda jehanamu pia. Vile unapenda zinaa nje ya ndoa, vile unapenda zinaa mahali hapana ndoa, hivyo hivyo penda jehanamu. Lakini nataka nikuambie kitu kimoja kwa upendo wa Yesu Kristo. Nataka nikutahadharishe, enda ukasome Luka 16
kuanzia 19 hadi 30. Uone picha ya jehanamu. Uniambie kama utaendelea kujifurahisha katika zinaa ama utatubu na ugeuke umwamini Yesu na ukae maisha ya utakaso. Soma Luka 16:19 to 30. Uone tajiri na Lazaro. Uone tajiri ni jinsi gani anapokea mateso jehanamu. Tajiri anachomeka, anateswa na funza. Tajiri anateseka, anachomeka, koo limekauka. Anamwambia Ibrahimu, ewe baba Ibrahimu, mtume Lazaro achovye nicha kidole chake kwenye maji, aje upoeshe ulimi wangu, kwa sababu makali ya moto wa jehanamu ni makali zaidi. Jehanamu usitamani kuingia. Jehanamu usitamani kuingia. Jehanamu ni mahali ambapo hautafanya zinaa, hautaangalia Chelsea na Manchester ukiwa jehanamu, hautaangalia Real Madrid Bayern ukiwa jehanamu. Jehanamu hautatamani mke wa mtu. Jehanamu itakuwa ni kulia na kusaga meno. Jambo moja ambalo unifurahisha ni jinsi gani Yesu alielezea kuhusu jehanamu katika vifungu vingi sana kwenye maandiko matakatifu ya Biblia. Ili yeyote ambaye ataingia jehanamu aingie akifahamu anaenda mahali pa mateso milele na milele. Tajiri anachomeka jehanamu, anamwambia Ibrahimu, tafadhali ewe baba Abrahamu, tuma huyo kijana Lazaro achoje nicha yake, nicha ya kidole chake kwenye maji, aje upoeshe ulimi wangu, kwa kuwa nateseka kwa huu moto wa jehanamu. Jehanamu utatamani maji, hautapata maji. Jehanamu utatamani kukufa, kifo kitakukimbia. Hivyo ndio Biblia inasema, ukisoma kitabu cha Ufunuo 5. Jehanamu ni mahali utatamani kifo, hautapata kifo. Leo naona watu maisha yakiwa magumu sana, unapata amejitia kitanzi, amekufa. Jehanamu utatamani kamba kujinyonga, kamba itakuwa inakimbia. Jehanamu utatamani mauti kupate, hautawaiona mauti jehanamu. Huu mwili ambao unakudanganya, huu mwili wa nyama ambao tuko nao, ambao unakudanganya, unakaa katika zinaa, unakaa katika ulevi, unakaa katika wizi. Huu mwili ukifa utafufuka na mwili mpya, mwili ambao ni mateso jehanamu, na hauchomeki ukaisha, unachomeka na haufi. Endelea kupewa amani ya uongo na ibilisi shetani. Endelea kukaa maisha ambayo sio ya utaua. Maisha ambayo sio ya utaua ni maisha ambayo sio ya kimungu. Wewe endelea na hayo maisha. Shetani ameiba nafsi yako. Shetani tayari amekwisha kuiba nafsi yako, na ako tayari uteketee pamoja naye jehanamu. Kwa nini? Shetani anajua vyema yeye ni roho, na yeye hawezi akapata toba. Shetani anajua wewe una mwili kamili, unaweza ukapata toba, lakini anaweka anaweka amani ya uongo ndani yako. Uwe ndani ya kanisa, hata usiwe ndani ya kanisa, lakini unajisikia uko sawa. Unafanya zinaa na mke wa mtu na mume wa mtu, lakini haikutatizi, yaani hata usumbuki, unasikia uko sawa. Jehanamu inangojea watu kama wewe. Ukisoma kitabu cha Isaia 5:14, maandiko yanasema jehanamu imepanua kinywa chake kwa ajili ya kuwameza wapenda anasa na walevi na wazinzi. Uko tayari kwenda jehanamu? Kama sufuria ya moto peke yake hauwezi ukaishika ukaitoa kwa gesi, kwa mkono ambao hauna kitambaa ama ile kikamatio ya sufuria, hauwezi. Unasema ni iko moto. Moto wa jehanamu ni mara 100 ya hiyo. Moto wa jehanamu ni moto ambao ni mkali zaidi.
Unachagua kwenda wapi wakati utakufa ukiondoka ulimwenguni? Unachagua kwenda wapi? Leo watumishi makanisani wanahubiri kutoa, wanahubiri sadaka, wanaongozwa na matumbo zao, kama kitabu cha Wafilipi 3:19 wenye kinasema Mungu wao ni matumbo zao. Mungu wao ni matumbo zao. Hawajali nafsi yako ukifa utaenda wapi. Wao wanajali fungu yako ya 10 na sadaka yako. Ukienda jehanamu, enda jehanamu, haimtatizi. Lakini Mungu ametuma ukweli hapa leo uambiwe, ili ukifa ukiwa mwenye dhambi usije ukasema hukuambiwa, na damu yako itadaiwa katika mikono ya huyu mtumishi ambaye amesimama hapa. Damu yako itadaiwa kwa mikono yangu. Niweza uchukua hatua ya kutubu na kuacha dhambi, ama uendelee na dhambi ukufe kama mnafiki na uingie jehanamu. Unachagua lipi? Unatamani kuingia jehanamu? Hata mlevi ambaye amelewa pombe chakali, ukimuuliza ukifa utaenda wapi, atakwambia sitamani jehanamu, natamani niende paradiso. Lakini haja tafuta paradiso akiwa hapa duniani. Hauja tafuta paradiso ukiwa hapa duniani, lakini unatamani ukifa uingie paradiso. Haiwezekani. Haiwezekani. Ni aidha utubu dhambi, uache dhambi, ama uendelee na dhambi ukufe ukiwa mwenye dhambi uingie jehanamu. Hauwezi ukakaa maisha ukulala na makahaba ukiwa sokoni na utarajia katika huo unafiki upate kurithi ufalme wa Mungu. Haiwezekani. Hauwezi ukaishi kama kahaba hapa duniani na ukaingia paradiso. Haiwezekani. Niweza ukae kama Yesu venye alikaa hapa duniani, ama uendelee kwa hiyo tabia na uingie jehanamu. Mungu anasema vyema. Mungu anasema vyema katika kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 14, pasipo utakatifu hakuna mwanadamu hata mmoja atamuona Bwana. Mimi na wewe hatuwezi tukaingia katika ufalme wa Mungu pasipo utakatifu. Niweza uchague utakatifu, ama uendelee kukaa katika uchafu, ukufe uko kwenye uchafu, kwenye unajisi na uingie jehanamu. Ama uchague utakatifu, umuone Mungu, uingie paradiso. Kuna mambo ambayo yanatendeka ulimwenguni. Kuna mambo ambayo yanatendeka ulimwenguni. Biblia inasema, ukisoma kitabu cha Mathayo, ukisoma kitabu cha Mathayo 24, Biblia inasema neno la Mungu litahubiriwa. Neno la Mungu litahubiriwa kila mahali, ndipo ule mwisho ufike. Nimeona katika taifa la Uchina. Nimeona katika taifa la Uchina. Uchina watu wengi wameanza kuacha kuabudu sanamu za Budha. Wameacha kuabudu sanamu za Budha. Yesu amewatokea wengi katika taifa la Uchina. Wameanza kutupa sanamu. Na China ni marufuku kupatikana ukiwa unataja jina la Yesu Kristo. Katika taifa la Uchina ni marufuku kupatikana ukitaja jina la Yesu Kristo. Yaani nasema ni marufuku kuwa Mkristo ukiwa China. Lakini Wachina wameamua kuokoka. Wachina Yesu anawatokea.
wameijua kweli, wametambua kwamba uzima pekee upo ndani ya Kristo. Wameacha sanamu, wametengeneza makanisa underground. Wengine wanakamatwa, wanapelekwa jela kwa sababu ya imani yao ndani ya Yesu Kristo, na wamesimama imara kutetea imani yao ndani ya Yesu Kristo. Wachina wamesema afadhali wafungwe maisha, lakini wasimkane Bwana wa neema ambaye ni Yesu Kristo. Taifa la Iran ni marufuku kuacha dini ya Uislamu ukiwa Iran na kuwa Mkristo. Hiyo ni death sentence, hiyo ni kifo. Ukiwa taifa la Iran uache dini ya Uislamu uanze kuwa Mkristo, hiyo ni makosa, hiyo ni kifo. Zaidi ya Waislamu milioni 1 na wameacha dini ya Uislamu na kumfuata Yesu Kristo, na wamesema afadhali wakufa wakiwa ndani ya Kristo kuliko kufa wakiwa katika dini ambayo iwapeleki mbinguni. Waendelee kusema ni uongo na waendelee kutumikia shetani, haina shida. Wewe uko hapa Kenya, mahali ambapo uko na uhuru wa kumhubiri Yesu Kristo, wa kumwamini Yesu Kristo, lakini umechagua zinaa. Umechagua zinaa ndani kanisani, nje ya kanisa. Umechagua zinaa, umechagua dhambi. Ni maisha gani tunaishi? Ni maisha gani umekuwa ukiishi? Ni aidha uache dhambi ama dhambi itakuteketeza milele jehanamu. Ni aidha dhambi wachane nayo, wacha ibada ya sanamu, wacha kuinamia vinyango, ama vinyango utateketea nazo jehanamu milele na milele. Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Mungu anapenda watu. Lakini uko mahali ambapo unaambiwa mwenzako kama ni kafiri muue. Wewe ni Mungu mgani? Wewe ni Mungu mgani? Nigeria Wakristo wanauawa kila siku. Nigeria Wakristo wanauawa kila siku. Na watu ambao wanasema wanamtumikia Mungu, hakuna Mungu atakutuma umwage damu ya mwanadamu mwenzako ambaye hana hatia. Ni aidha wewe unatumikia shetani ama hizo vinyango vyenye viongei, havipumui, na mwisho wa huo upumbavu ni kuteketea jehanamu milele na milele. Hawezi ukatumikia shetani ukiwa hapa duniani na utarajie uingie paradiso. Haiwezekani. Ni aidha uchague Yesu umtumikie, uwe mtiifu kwake, ufe uingie paradiso, ama uendelee na shetani ukufe kama mnafiki na uingie jehanamu. Mungu anapenda wanadamu, lakini Mungu anachukia dhambi. Mungu anapenda wanadamu, lakini anachukia dhambi. Jambo moja ambalo linatuonyesha kwamba Mungu anapenda mwanadamu ni Mungu kumtoa mwanae wa kipekee Yesu Kristo aje ulimwenguni achukue dhambi zangu na zako zote na za ulimwengu, zihukumiwe katika mwili wake, asulubiwe, afe msalabani kwa sababu ya hizo dhambi zetu, akazikwa, akafufuka ili awe ukombozi kwako na kwangu. Kuna upendo umepita huo, upendo wa Mungu kumtoa mwana wa pekee ili awe ukombozi kwa ulimwengu. Kuna upendo umepita huo. Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 6. Yohana 14
mstari wa 6, hivi ndio maandiko yanasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu hawezi kuja kwa Baba isipokuwa kwa kupitia kwangu. Hauwezi ukarithi ufalme wa Mungu pasipo kutubu dhambi zako na kuzitupilia mbali na kuweka imani kwa Yesu Kristo. Yeyote ambaye hatakiri dhambi zake, hatatubu dhambi na kugeuka kutoka kwa hizo dhambi na kumwamini Yesu, hawezi akarithi ufalme wa Mungu. Njia pekee ya mwanadamu kuokolewa ni kukiri dhambi, kutubu dhambi na kugeuka kutoka kwa hizo dhambi na kuweka imani kwa Yesu Kristo, na ukae maisha ya utakaso upate kumuona Mungu. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Hakuna njia ingine, na usidanganywe. Hakuna njia ingine yako na mimi kurithi ufalme wa Mungu. Hakuna njia ingine ya kuingia mbinguni. Katika ulimwengu wote, njia peke yake ya kuingia mbinguni ni Yesu Kristo wa Nazareti. Hakuna njia ingine ya mwanadamu kuokolewa. Njia ni Yesu pekee. Watu watubu dhambi, watu waache dhambi, wamwamini Yesu na wakae maisha ya utakaso. Karibu kuzebe nzuri madam. Mungu anatupenda. Mungu anakupenda. Mungu alimtoa Yesu ili awe ukombozi kwako na kwangu. Lakini nasikitisha, leo tunamkataa Yesu. Leo watu wanamkataa Yesu. Watu wanafuata sanamu. Watu wanafuata mafundisho ya mashetani. Watu wanafuata njia za kupotosha. Wanakataa njia ya haki na kweli, njia ambayo ni Yesu Kristo. Kama unasikia hii sauti, tafadhali weka moyo wako wazi tu vizuri, kwa kuwa Mungu anataka upokee ufahamu. Mungu anataka upokee ufahamu. Kati ya manabii wengi sana ambao Mungu aliwatuma, mbona alimchagua Yesu kukomboa ulimwengu? Manabii walikuwa wengi, mbona alimchagua Yesu Kristo kukomboa ulimwengu? Kwa kuwa Yesu pekee ndiye alizaliwa kwa njia ambayo sio ya unajisi. Mungu alihitaji sadaka ambayo ni takatifu, ndipo alimchagua Yesu. Ndipo alimchagua Yesu ili Yesu alete ukombozi, alete uzima, na yote ambaye atamwamini huyu Yesu, yote ambaye atamwamini huyu Yesu atapata uzima wa milele ndani ya nafsi yake, ndani ya moyo wake, na uzima utakuwa tele ndani yake. Ukiangalia kitabu cha Yohana 1:12, hivi ndio maandiko yanasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Wale ambao wanaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, hao pia watafanyika wana wa Mungu kupitia huyu Yesu Kristo. Wale ambao watamwamini Yesu
watakuwa wamepata cheti cha kipekee cha kukufanya urithi ufalme wa Mungu, cheti cha kipekee ambacho kitakufanya uingie mbinguni. Kwa hivyo usiendelee kuweka imani mahali ambapo unadanganyika. Weka imani kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye peke yake alikufa, akazikwa na akafufuka. Yesu alikufa, akazikwa na akafufuka. Katika Injili sehemu ya wokovu huwa iko katika mauti ya Kristo na ufufuo wa Kristo. Huo tu ndio wokovu. Katika mauti ya Kristo na ufufuo wa Yesu Kristo. Huo ndio wokovu, ndio ukombozi wa ulimwengu, ukombozi wa nafsi yako. Wewe ndiye ulimwengu, mimi na wewe, sisi ndio ulimwengu. Kwa hivyo Mungu anataka uamke kutoka kwenye usingizi wa dhambi. Mungu anataka uamke. Amka kutoka kwenye usingizi wa dhambi. Amka kutoka kwenye dhambi. Utaendelea kutumikia dhambi hadi lini? Halo? Utaendelea kutumikia dhambi mpaka lini? Utaendelea kuwa muasi mpaka lini? Tumezaliwa tukiwa waasi, lakini Yesu alikuja ili atukomboe kutoka kwa uasi. Tumezaliwa tukiwa wenye dhambi, kweli kabisa. Lakini Yesu alikuja akakufia dhambi ili tuwe watakatifu hadi milele. Kuendelea kuwa mtumwa wa dhambi ni mapenzi ya mwanadamu. Na hiyo ni udhibitisho kwamba Yesu Kristo hajawahi kuumbika ndani ya moyo wako. Kama umelemewa na dhambi kuendelea, inaonyesha wazi hujawahi kutana na Yesu Kristo, hujawahi pata ukombozi. Hauwezi ukawa kwa zinaa leo, kesho kutwa na unasema umeteleza. Yesu hakuteleza. Hiyo inadhihirisha wazi hujawahi kuokoka. Wewe ni mshirika wa kanisa, hauna ushirika na Yesu Kristo. Full stop. Kuwa katika ulevi leo na kesho kutwa inaonyesha wazi hujawahi kumjua Yesu, hujawahi julikana na Yesu, hujawahi kombolewa kutoka utumwa wa dhambi. Wewe uko katika kanisa, una ushirika na kanisa, lakini hauna ushirika na Yesu Kristo. Amka! Yesu anakuambia uamke. Amka kutoka kwenye dhambi. Amka kutoka kwenye dhambi. Kama unatamani na una matumaini na tamanio la kurithi ufalme wa Mungu, ni uache dhambi, umwamini Yesu na ukae maisha matakatifu ya utiifu katika neno lake. Mungu kila siku anaongea. Mungu kila siku anaongea. Kwa wenye dhambi Mungu anaongea. Kwa wenye haki Mungu anaongea. Lakini watu wanapenda dhambi. Ndio maana hata Mungu akizungumza, hata kama wanasikia, hawamtii. Kila
Kila siku Mungu anakuongelesha, anakuambia fulani, Kamau, Musyoka, geuka kutoka kwa hili, geuka kutoka kwa hili, ili alinipendezi. Lakini wewe unamwambia napenda hili, ile ambalo kwako ni chukizo Mungu ndilo napenda. Wewe unaweza sema uko katika dhambi ya usagaji, wanawake, uko katika dhambi ya usagaji, kuendelea na unasema ati unateleza. Ya sio kuteleza. Wewe hiyo inaitwa kuwa mtumwa wa dhambi. Hiyo ni kuwa mtumwa wa dhambi. Dhambi iko ndani yako, inakuendesha venye inajisikia. Hiyo sio kuteleza. Hauwezi ukawa unafanya ufiraji kila siku na unasema nimeteleza. Hapana. Tuache kudanganya Mungu. Tuache kudanganya Mungu. Tuwe wawazi mbele za Mungu ili akapate kutupa toba. Hiyo ni kuwa mtumwa wa dhambi. Jambo moja ambalo nalifahamu na ni la kweli ni kwamba Mungu anapenda wanadamu lakini anachukia dhambi. Mungu anapenda mwanadamu lakini anachukizwa na matendo machafu ya uasi, ya makusudi ya mwanadamu. Ndio maana ametuma hii sauti ili kuamshe. Ndio maana Mungu ametuma hii sauti ili kuamshe. Yaamshe fahamu zako, yaamshe hisia zako, yaamshe uelewa wako, ukapate kufahamu ni kipi ambacho Mungu anahitaji kutoka kwako. Kitabu cha Ezekieli 18:32, Mungu anasema katika neno lake vyema kabisa kwamba yeye ni Mungu mtakatifu na hafurahishwi na kifo cha watu waovu. Mapenzi ya Mungu ni wakati mwanadamu ametubu dhambi na kumwamini Yesu na kukaa maisha ya utakaso, utakatifu wa nafsi, roho na mwili, ili apate kurithi ufalme wa Mungu. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Nasema sio mapenzi ya Mungu kutupa mwanadamu jehanamu. Mapenzi yake ni usikie neno kama venye unasikia saa hii na ukapate kutubu, ukapate kugeuka, ili zikapate kuja nyakati za kuburudishwa kwako ndani ya Masihi Yesu Kristo. Ukiangalia kitabu cha Yohana 8. Kitabu cha Yohana 8:34. Kitabu cha Yohana 8:34. Yesu akajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Yesu anazungumzia dhambi gani hapa? Ni dhambi gani ambayo Yesu ananenea mahali hapa? Yesu anazungumza kuhusu dhambi ambayo inaitwa dhambi ya mauti, dhambi ya makusudi. Kulala na mke wa mtu ukijua huyu ni mke wa Kamau na unalala na yeye, hiyo ni dhambi ya makusudi. Kulewa pombe na unajua ulevi ni uasi dhidi ya Mungu, hiyo ni dhambi ya makusudi. Kufanya uzinzi, uasherati ukijua hili ni chukizo, ni uasi dhidi ya Mungu. Ibada ya sanamu, unainamia sanamu ya Maria, sanamu ya Yesu ukijua hili ni mbaya mbele ya Mungu. Hiyo ndo dhambi Yesu anazungumzia. Dhambi ya makusudi. Yeyote ambaye anaifanya, huyo ni mtumwa wa dhambi. Hajawahi kombolewa kutoka utumwa wa dhambi. Na unahitaji Yesu Kristo. Unahitaji Yesu kwa kuwa yeye ndiye mkombozi. Yeye ndiye aliyekufia dhambi na akafufuka awe uzima kwako na kwa ulimwengu wote. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu, hana ushirika na dhambi.
Mungu ni mtakatifu, hana ushirika na dhambi. Mbingu ni takatifu, hazitapokea kitu najis. Mbingu ni takatifu, haitapokea mwenye dhambi. Niweze ukubali neno la Yesu Kristo likutakase na upokee imani kupitia hili neno, ama uendelee kuwa na moyo mgumu kama Farao. Uendelee kukaa Misri, ukufe ukiwa Misri katika ujinga na uingie jehanamu. Neno la Mungu la kweli huwa ni upanga. Kubaliana huu upanga uchinje huo moyo wako ambao ni mgumu, ili uzima ukapatikane. Neno la Mungu lile la kweli huwa ni upanga, na watu wengi wanasema ni hukumu. Yes, ni afadhali uambiwe ukweli, uhuzunike, ukasirike, usikie uchungu, ukatubu, ili usife katika huo uovu, katika hiyo dhambi na uingie jehanamu. Mungu anataka watu watubu. Mungu anataka ukatubu kama unataka kurithi ufalme wa Mungu. Mbinguni hakutaingia wazinzi. Wafiraja hawataingia mbinguni. Wasagaja hawataingia mbinguni. Mwanamke ambaye analala na mwanamke mwenzake hawatapatikana mbinguni. Ni aidha watubu na waache, ama waendelee wakufe kama wajinga. Maana mwanamke kulala na mwanamke mwenzake, wao ni upumbavu, wao ni ujinga. Kwa nini Mungu aliumba mwanaume na akaumba mwanamke? Mungu hakuwa mnafiki. Wewe ndio mnafiki. Wewe ambaye unatamani mwanamke mwenzako, wewe ndiye mnafiki. Wewe ambaye unatamani mwanaume mwenzako, wewe ndiye mnafiki. Wewe ambaye unapiga punyeto, kuna wanaume wamefika umri wa kuoa lakini hawataki kuoa. Kazi ni punyeto, punyeto kwa mbafu, kwa choo. Mungu anataka upate toba kutoka kwa huo uchafu. Mungu anataka upate toba utoke kwa punyeto. Masturbation itakuteketeza jehanamu usipotubu, usipogeuka na kuacha. Ni uchafu kiasi gani mwanaume mzima kupiga punyeto? Ujinga mwingine ambao tunafanya unasikitisha moyo wa Mungu. Mungu anasema niweza utubu dhambi na uache dhambi, ama uendelee na dhambi na dhambi ikupeleke hadi jehanamu milele na milele. Kazi ya shetani ni kuiba, kuua na kuangamiza. Ndio maana uko katika punyeto, na anakupa amani ya uongo ukufe ukiwa muuaji na uingie jehanamu. Yeyote ambaye anapiga punyeto ni muuaji. Na Mungu katika kitabu cha Mwanzo 9:38 alimuua Onan kwa sababu ya masturbation na akamweka jehanamu. Onan leo tunaongea yuko jehanamu, anateketea kwa sababu ya huo uchafu. Mungu sio mnafiki, tusidanganyane. Tuache kukaa makanisani na tunafanya ujinga. Kanisa ni mahali ambapo tunaenda tukutane na Mungu, Mungu atubadilishe. Lakini watu wako makanisani na wanakaa maisha machafu. Wengine wanavaa kama makahaba na wanaenda makanisani, nyumba za ibada. Unafiki. Yaani Mungu mahali ameketi anaangalia ujinga wenye tunafanya hapa duniani. Moyo wa Mungu unahuzunika sana. Moyo wa Mungu unahuzunika sana. Yaani Mungu angekuwa mwanadamu, ulimwengu wote angeutumbukiza baharini. Kwa nini? Kwa nini? Ule uchafu ambao tunafanya hapa duniani ni uchafu ambao hujapata kuonekana. Omera, umekula?
Mungu ametuma hii sauti yaamshe hisia zako, yaamshe ufahamu wako, ili ukapate kutubu, ukapate kugeuka kutoka kwa dhambi. Ukisoma waraka wa pili wa Paulo kwa kanisa la Korintho, waraka wa pili wa Paulo kwa kanisa la Korintho 5 mstari wake ni wa 10. Maandiko yanasema namna hii: kwa kuwa sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo, ili kila mmoja apate kulipwa kwa ajili ya yale ambayo yametendwa katika mwili wake, yakiwa mema au mabaya. Kwa hivyo matendo yenye unayafanya ukiwa kanisani, ukiwa nje ya kanisa, yakiwa mabaya, yakiwa mema, Yesu anasema utakuja kusimama mbele yake ili upate kulipwa. Wewe kama uko katika dhambi, kuna malipo. Kama unatenda haki, kuna malipo. Uwe ndani ya kanisa, uwe nje ya kanisa, uwe mahali popote pale, mahali kwa kufanyia uchafu ni kwingi sana. Lakini wakati unafanya huo uchafu, Mungu anakukumbusha kuna siku ya kutoa habari zako. Kuna siku utahukumiwa kwa lolote ambalo umelitenda, likiwa jema au likiwa baya. Kuna siku utatoa hesabu. Umelala na wake za watu 15, inaandikwa. Umekesha na makahaba 200, imeandikwa. Kuna wanaume ambao ni mabingwa wa zinaa, inaandikwa. Kila kitu unafanya inaandikwa. Na ile siku utasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo, vitabu vitafunguliwa. Kitabu cha Ufunuo 20 kinaweka wazi. Huwa sihubiri mawazo yangu. Vitabu vitafunguliwa, alafu pia kitabu cha uzima cha Yesu Kristo kama mwana kondoo pia kitafunguliwa. Na jina lako na langu yakikosekana katika kitabu cha uzima cha Yesu Kristo, tusahau mbingu. Tutakuwa watu wa kuingia jehanamu. Mungu hajui mtumishi, hajui mshirika, hajui mtu wa kawaida. Anaheshimu neno lake peke yake. Uwe unahubiri, uwe uhubiri, ukikaa katika ujinga, mwisho ni jehanamu. Tikiti ya mwanadamu kuingia mbinguni ni Yesu Kristo na kukaa katika utakatifu ndani ya huyo Yesu. Hakuna kitu kingine. Hautaingia mbinguni wakati hapa duniani unakaa maisha ya kupenda ulimwengu. Hautarithi ufalme wa Mungu wakati miaka yako yote umeitumia katika anasa. Haiwezekani. Kuna dadangu mmoja ambaye ni dada ndani ya Kristo. Siku zimepita, siku chache tu, alikuwa ananielezea jinsi gani ameenda Makadara kutembelea mgonjwa mmoja pale. Alafu akiwa anazungumza na yule mgonjwa, akasikia pale kando mtu anaitana, dada, dada, dada. Hata sauti haitoki vyema. Akageuka akaenda kuzungumza na yeye. Anamwambia, nilikuona sokoni ukihubiri, nilikuona Kongoya ukihubiri ukiwa na watu wengine. Sasa hii niko katika mahali pa hatari, nafaa nifanywe operation. Lakini hizo siku ambazo alikuwa na nguvu na uwezo wa kutubu na kumgeukia Mungu, alipuuza sauti ya manabii. Wakati ako kitandani Makadara ndo anakumbuka yule ni mtumishi.
Lakini wakati alikuwa Kongowea sokoni, alisema maliza kupiga kelele uondoke. Chunga hata wewe usije ukakumbuka watumishi ukiwa Makadara. Makadara na hapa sio mbali sana. Huu mwili ambao tumepewa mtu anakufa pasipo hata kugonjeka. Usiwe na kiburi na hili neno. Usiwe na kiburi na hili neno. Watu wanalala wakiwa wazima aswa na wanakufa pasipo ugonjwa. Katika serikali ya Makueni kuna dada mmoja ambaye alikuwa rafiki wa gavana wa Makueni. Gavana anasema yule mwanadada waliachana kama leo akiwa sawa kabisa. Dada ameenda akalala tu na kesho yake dada hayupo. Na hakuwa anaumwa na mahali popote. Alafu mwili nyama inatupea kiburi. Tunadhiaki Yesu Kristo na damu ya thamani iliyomwagika Kalvari kwa ajili ya hizi nafsi. My friend, utakuja kulilia jehanamu. Endelea kudhiaki damu ya Yesu Kristo. Na kuonya tu kwa upendo wa Yesu. Endelea tu kudhiaki. Endelea kushupaza moyo wako kama Farao. Endelea kuweka kiburi kwa hili neno. Utakuja kutamani neno ukiwa Makadara. Neno halitakuja kupatikana. Mungu sio mnafiki kiwango kwamba akupee miaka 50, akupee miaka 40. Na ukiwa umebakisha wiki 2 ukufe, ndio unaanza kumkumbuka. Ni sawa, yeye ni wa huruma, anaweza akakurehemu ukiwa pale kitandani, anaweza akakupa toba na akakomboa nafsi yako, lakini chunga sana. Chunga sana. Hauna grandi ya kupata wokovu ukiwa katika situation kama ile. Endelea kudhiaki Kristo. Hayo ni maonyo Yesu anatupea. Hayo ni maonyo Yesu anatupea. Ni afadhali nije mahali hapa kwa uwezo wa Mungu na nikwambie ukweli kuhusiana na dhambi zako, kuhusiana na maisha machafu ambayo unaishi, ili ukapate kutubu na ugeuke, kuliko kukuja hapa nikutamkia baraka, uza sana, barikiwa, fanya hivi, na ukufe kama mjinga ukiwa ndani ya dhambi na uingie jehanamu. Mimi nitakuwa mnafiki zaidi ya wanafiki. Kitu ambacho Yesu anataka kutoka kwako leo ni utubu dhambi na ugeuke. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Kutubu ni kugeuka kutoka maisha machafu. Maisha ambayo umekuwa ukiishi, maisha machafu. Mungu anakuamrisha utubu na ugeuke, uachane nayo. Wacha zinaa nje ya ndoa. Ridhika na mke wako mwenye ulichagua ukasema huyu ananifaa. Ridhika naye. Ridhika na mume wako mwenye alikuchumbia na ukakubaliana naye katika ile hali. Ridhika naye. Wacha zinaa nje ya ndoa. Wacha zinaa mahali hapana ndoa. Kama kuna dhambi inaingiza watu jehanamu ni zinaa. Mungu aliumba tendo la ndoa kwa ajili ya watu wawili ambao wako ndani ya ndoa. Wewe uko kwa ndoa unafanya zinaa kama nani? Unafanya tendo la ndoa kama nani? Wewe uliolewa ukaacha mume wako. Wacha mambo ya tendo la ndoa. Ukitaka mambo ya tendo la ndoa, rudi kwa ndoa yako. Venye ulimwengu unaenda, tusipokuwa wa kweli, wenye tumepewa neema ya kushiriki neno la Mungu, tusipokuwa wa kweli na wawazi mbele za Mungu na mbele za wanadamu, huu ulimwengu wote shetani atauiba na atauteketeza jehanamu pamoja na yeye. Mungu anataka tuamke. Mungu anataka tuamke. Mungu anataka tuamke. Siku za Yesu hapa duniani, Yesu alifanya injili kwa miaka 3.5. Yesu alianza injili akiwa na miaka 30. Alifanya injili kwa miaka 3.5. Yesu alihubiri kuhusiana na toba, watu watubu, waamini injili. Ukisoma Marko 1:15
Mathayo 4:17. Yesu alihubiri toba. Ukisoma Marko 9:43 ukiteremka, Yesu anahubiri toba pale, ingawa ni kwa njia ya mafumbo. Anakuambia chochote ambacho kitasababisha uingie jehanamu kata. Kama ni jicho ling'oe, kama ni mguu ukate. Akwambia uchukue panga ukate, anakuambia ugeuke kutoka kwa chochote ambacho sio haki mbele za Mungu. Ugeuke. Hiyo ndio maana ya kukata. Anakuambia ugeuke kutoka kwa chochote ambacho ni uasi, ni dhambi mbele za Mungu. Wakati Yesu alikutana na mtume Paulo, Paulo alikuwa anaitwa Sauli. Sauli alikuwa katika pilika zake za kuua mitume ambao walikuwa wanahubiri injili ya Kristo. Mungu Yesu alimtokea Sauli na akamwokoa Sauli na akapea Sauli mission ya kupeleka injili kwa watu wa mataifa. Watu wa mataifa ni mimi na wewe. Na Paulo akaleta injili kwetu. Paulo akakuja ili afunue siri za ufalme wa Mungu ambazo zilikuwa zimefichika kwetu sisi watu wa mataifa. Paulo akakuja akamweka Kristo wazi. Lakini ni jambo la kushangaza zaidi, hadi leo Yesu amefichika kwa watu wengi mpaka leo. Shetani ametia utaji kwa nyuso zenu, kwa macho yenu, ili msione utukufu wa Mungu ndani ya Kristo Yesu. Ndio maana unakuwa ndani ya kanisa na wewe ni msaliti kwa bwana wako, kwa mke wako. Uko ndani ya kanisa unafanya ushoga. Uko ndani ya kanisa usagaji. Uko ndani ya kanisa ulevi. Uko ndani ya kanisa chuki umejaza ndani ya moyo. Unajua Mungu anasema vipi kuhusiana na chuki? Yaani ukajua venye chuki ni hatari kuliko kuchukua panga ukate mtu hivi. Chuki. Ile tu kusema siwezi kuongea na Msioka, siwezi kuongea na Kamau, hiyo ni hatari sana. Chuki. Katika amri 10 ambazo Mungu alimpa Musa mlimani, amri moja anasema usiue. Hiyo ni unyonge, ama uchukue kisu ama uchukue panga ukate, ama utumie njia yote ile ya physical ya kuua. Lakini ukija katika Agano Jipya, 1 John 3:15, waraka wa kwanza wa Yohana 3:15, Yesu anasema hivi, na nukuu, yeyote amchukiaye ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua kwamba muuaji hana uzima wa milele ndani yake. Yeyote amchukiaye ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua kwamba muuaji hana uzima wa milele ndani yake. Umeua watu wangapi? Tangu ulipojua jema na mbaya, umeua watu wangapi? Ni watu wangapi umeua kwa ajili ya chuki? Mungu anataka fikira zako na nia zako ziamke. Mungu anataka uamke. Chuki ni uuaji. Mungu anataka ukatubu. Mungu anataka ukalie machozi kwa ajili ya maisha machafu ambayo umeishi, maisha ya uuaji. Wagalatia 5:19. Hatuko mbali kumaliza. Naamini Mungu anakuzungumzia. Naamini Mungu anashughulikia moyo wako. Naamini Mungu ataenda kushughulikia moyo wako zaidi na zaidi kupitia hili neno lake. Neno la Mungu lina nguvu, lina uwezo wa kugeuza kahaba na kumfanya mwinjilisti. Lina uwezo wa kugeuza shoga na kumfanya mwinjilisti. Neno la Mungu lina nguvu ya kugeuza mlevi na kumtumia kama mwinjilisti ama hata pasta. Neno la Mungu lina nguvu, lina uwezo. Neno la Mungu ni upanga.
Warumi 5:19-21. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya: matendo ambao watu ambao ni Wakristo wa uongo ama watu ambao hawajamwamini Yesu wanayatenda, ambao ni matendo ya mwili, sio matendo ya watu ambao wako katika roho. Wale ambao wanatembea katika roho hawafanyi uzinzi, bali hapana ndoa, nje ya ndoa, hawafanyi uchafu. Matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya: uasherati ni tendo la kwanza ambalo Mtume Paulo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wa Kristo Yesu analiorodhesha kama la kwanza. Uasherati ni nini? Uasherati ni tendo la ndoa mahali hapana ndoa, haujaoa, haujaolewa, haujaoa, hujaolewa, unashiriki tendo la ndoa, wewe ni mwasherati. Na Paulo anasema mwasherati hata rithi ufalme wa Mungu. Katika uasherati kuna tendo lingine ambalo ni uzinzi. Uzinzi, kitu ya kwanza ni uvujaji wa amri. Katika amri 10 Mungu amempa Musa mlimani, usizini ni moja kati ya zile amri. Hapa Paulo anatuambia uzinzi. Uzinzi ni tendo la ndoa nje ya ndoa. Umeoa ama umeolewa, unaacha mwenzio, unamsaliti na mtu mwingine nje, huo ni uzinzi. Paulo kwa Roho wa Kristo anasema mzinzi hata rithi kamwe ufalme wa Mungu. Uchafu. Uchafu ni utoaji wa mimba. Punyeto iko katika huo uchafu. Punyeto pia ni uuaji. Zile begu ambazo unazimwaga chini, wale ni watoto unaua. Uchafu. Usagaji ni uchafu. Paulo anasema watu ambao wanashiriki uchafu hawatarithi kama ufalme wa Mungu. Kama umeishi kutoa mimba, kama umewahi kutoa mimba, sio mwisho wako. Unaweza ukatubu na ukageuka ukaacha, ukapata msamaha wa dhambi. Uzima umo ndani ya Kristo. Lilia Mungu rehema baada ya kutubu. Huenda atakurehemu. Mimi sijui, huenda atakurehemu. Ufisadi katika kazi yako. Kama ufanyi biashara kwa njia ya haki, wewe ni mfisadi. Watu wengi wanafikiria ufisadi uko kwa serikali. Sisi ndio wafisadi wakubwa huku chini, wananchi wa kawaida tunadhulumiana. Unajua vizuri nguo unafaa uniuzie 300. Unaona mimi ni mtu nimetoka Gishagi jana, unaniuzia 500. Wewe ni mfisadi. Ibada ya sanamu. Yeyote ambaye anainamia sanamu ya Maria, yeyote ambaye anainamia sanamu ya Yesu Kristo, wewe ni mwabudu sanamu. Na huwezi ukainamia sanamu ya Maria. Kinyango ambacho mtu alilewa pombe na akakitengeneza akakwambia ati ni kupeana heshima, wewe ni mnafiki. Naye ni mnafiki. Amri ya kwanza na ya pili ambazo Mungu alimpea Musa. Amri ya kwanza inasema namna gani? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inasema aje? Usiinamie sanamu wala vinyango. Wewe unadanganywa. Kuinamia sanamu ya Yesu ni kupeana heshima. Wewe ni unafiki. Hiyo inaitwa ibada ya sanamu. Kuna sanamu za kiroho. Chochote ambacho nakipenda sana zaidi ya Mungu, hiyo ndio sanamu kuu zaidi. Iwe ni mtoto wako, iwe ni mume wako, iwe ni mke wako, iwe ni kazi yako, hiyo ndio sanamu kuu zaidi kuliko hata hizo za kuinamia. Uchawi. Yeyote ambaye anaenda kwa waganga, yeyote ambaye anafanya biashara kwa njia ya madawa, yeyote ambaye anaenda kwa wachawi, hakuna mtu anajihusisha na uchawi atarithi ufalme wa Mungu kama asipotubu na kuacha.
uadui. Mtu ambaye ana moyo wa kusamehe. Yesu anatufundisha kusamehe. Petro alikuja kwa Yesu. Petro akamuuliza Yesu, "Je, nimsamehe rafiki yangu mara ngapi?" Yesu alimwambia, "Sikwambii mara 7. Akamwambia namna gani? 7 mara 70. Lakini wewe ukisamea mtu mara moja, ya pili unamwambia siwezi nikakusamehe tena. Jana nilikusamehe. Wewe umefanya uzinzi mara ngapi? Miaka ngapi? Na Mungu amekuweka aje kuua na kukutupa jehanamu. Ni mara ngapi? Umekuwa muasi dhidi ya Mungu. Na Mungu aje kuangamiza, anakupa nafasi ya kuishi ili ufikie neema. My friend, wacha uadui, kuwa na moyo wa kusamehe kama unataka usamehewe. Yesu alisema, kama nataka Mungu anisamehe, nimsamehe kama huyu ambaye nashinda naye hapa kila siku. 7 mara 70 kwa siku ikiwezekana. Pasipo msamaha hatuwezi tukaishi katika ulimwengu kwa amani. Ugomvi, kuna wivu, hasira. Kuna watu katika mioyo yao huwa wamejaza hasira. Kitabu cha Mhubiri kinasema hasira ukaa kifuani mwa mtu ambaye ni mpumbavu. Kama wewe ni mtu ambaye unajawa na hasira mara kwa mara kwa vitu ambazo si za msingi. Kuna vitu vinaweza kukasirisha kweli, lakini vikosa vidogo vidogo ambavyo havina msingi, umefura. Wewe ni mpumbavu. Na unahitaji upate moyo mpya, moyo wa Yesu Kristo. Maana bado inaonyesha wazi una moyo wa Adamu wa kwanza wa bustani la Edeni, moyo wa uasi. Watu wa fitina, wamama ni wa fitina sana. Hata siku hizi hata wanaume wengi wameanza kuwa watu wa fitina. Mungu anataka tuache fitina kama tunataka kuingia ule mji ambao Yesu ameuandaa. Faraka, uzushi, usuda, ulevi na ulafi. Ulevi wa wanaume, ulevi wa wanawake, ulevi wa pombe, ulevi wa ugoro, ulevi wa chang'aa, sigara, bangi. Hizo vyote vitumie ukifahamu. Usipotobo na kuacha ulevi wowote ule, wewe ni mali ya jehanamu, itakutafuna kama bigiji jehanamu. Na mambo mengine yanayofanana na hayo, na waonya kama nilivyokwisha kuwaonya kabla, kwamba watu watendao mambo kama hayo kama hawataurithi ufalme wa Mungu. Watu ambao wanafanya hizi dhambi na uchafu na mambo mengine machafu kama haya, wasipotubu na kuacha, hawatarithi ufalme wa Mungu. Wale ambao waheshimu wazazi, tusikilizane vizuri. Kama uheshimu mzazi wako, hauwezi ukawa na siku nyingi katika hii dunia tunaishi. Kama uheshimu wazazi, na waonya kwa hili. Kuna watu wanafanya kazi hapa sokoni, lakini hata wakumbuke wazazi kule bara. Kazi ni kukula pesa na makahaba Mombasa. Kazi ni kukula pesa Mombasa, haukumbuke hata wazazi. My friend, ni hivyo utubu wa uasi. Na uache na uanze kuheshimu wazazi. Ama uendelee ufe katika uwe unafiki na uingie jehanamu. Wewe ni muasi, wewe ni mvujaji wa amri za Mungu. Na usipotubu na upate toba ya kweli na umwamini Yesu na ukae katika utakatifu, kama uwezi ukarithi ufalme wa Mungu. Matendo ya Mitume 17:30. Zamani wakati wa ujinga Mungu alijifanya kama haoni, lakini sasa
anawaamuru watu wote kila mahali watubu. Wakati tulikuwa kwenye uchafu, kwenye dhambi, kuendelea, Mungu anakuambia leo, hawa wote wameyasahau. Hawa wote ni sawa na kama hakuwa anayaona, lakini kutoka sasa kuendelea, Mungu anakuambia utubu. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Mungu anakuambia geuka kutoka kwa wewe uchafu, geuka kutoka kwa hizo dhambi, ili ukapate msamaha wa dhambi. Isaia 1:18. Kitabu cha Isaia 1:18. Mungu anakuambia njoo, ewe mzinzi, njoo. Njoo vile ulivyo, venye uko mchafu, njoo hivyo. Njoo tuojiane, njoo tuzungumze. Ingawa dhambi zako ni nyekundu, nitaziosha ziwe nyeupe kama sufu, ziwe nyeupe kama theluji. Isaya 1:18. Njooni basi tuojiane, asema Bwana. Ingawa dhambi zenu ni kama rangi nyekundu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Ingawa ni nyekundu kama damu, ingawa ni nyekundu sana, ingawa dhambi zako ni nyekundu sana kama damu, zitakuwa nyeupe kama sufu. Mstari wa 19. Kama mkikubali na kutii, kama ukikubali saa hii na kutii sauti ya Mungu, utakula mema ya nchi. Hivyo ndo Mungu anakuambia. Hivyo ndo Mungu anakuambia na ananiambia. Anakuambia haijalishi umekaa maisha machafu aje, haijalishi umekaa kwa dhambi za aina gani, anakuambia njoo, na kwa damu ya Yesu nitaosha dhambi zako, na wewe utabaki ukiwa msafi, utabaki ukiwa mweupe kama theluji. Acha Mungu akarehemu nafsi zenu. Acha Mungu akarehemu nafsi yangu pia. Na tuamini, tuombe. Na kushukuru wewe Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Sifa na utukufu ni kwako Baba. Nasema asante kwa kuwa ulipendezwa na umetimiza mapenzi yako. Umezungumza na mimi, umezungumza na wao marafiki wapendwa, madugu ambao uko mahali hapa Bwana, wakiwa katika kazi zao Bwana. Mungu, enda ukageuze mioyo yao kutoka kwa uasi, enda ukageuze mioyo yao kutoka kwa uchafu, enda ukageuze mioyo yao kutoka kwenye mafundisho ya mashetani, na wakapate kutubu, wakapate kumwamini Yesu mwanao wa pekee, ambaye alikufia dhambi za ulimwengu pale msalabani Kalvari. Mungu, nasema uzima uko katika mwanao Yesu Kristo. Acha sote tukaweke tumaini kwake, tukapate ukombozi. Na ni katika jina lako Yesu, wewe uliye mkombozi, uliye mwombezi, tumeomba na hata kuamini. Amina. Acha Mungu awabariki. Acha Mungu akarehemu nafsi zenu. Acha Mungu akarehemu nafsi yangu pia. Amina.